Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, leo tutazungumzia faida za ndizi. Ndizi kwa Kiarabu inaitwa almauzu. Almauz ndivyo inavyoitwa. Sasa wanasema wanawazuoni fi swaifi, almauzu fi swaifi, ndizi katika joto. Ndizi katika joto. Harun ratbun khafifun, huwa ina tabia ya moto. Ratbun laini, khafifun nyepesi, inakuwa moto laini na nyepesi. Fi swaifi, katika maeneo au wakati wa joto. Lakini wanasema yulayinu sadra, lakini pia ndizi hulainisha kifua. Wa tabia, na tabia kwa maana ya maumbile, kwa maana ndizi ina tabia ya kulainisha. Ndizi ina tabia ya kulainisha chakula. Na wanasema wayuladu ghidhaan jayidan, na hutengeneza virutubisho safi. Yani ndizi hutengeneza virutubisho jayidan, safi, vinavyotakikanwa. Wafi shitai, na katika baridi. Ratbun baridun thaqilun, na katika nyakati za baridi ndizi inakuwa na tabia ya ulaini, baridi na nzito. Inakuwa na tabia ya uzito, ubaridi na ulaini katika baridi. Wanasema wanawazuoni dafu dhararuhu, kuondoa madhara ya ndizi. An ukala bil asali, ni vizuri ndizi iliwe na asali. Ukila ndizi na asali, basi madhara zaidi yale ya ndizi yanaondoka, kwa sababu kila kitu kinakuwa kina madhara yake. Hata chakula pia ukila ukipitiliza kinasababisha madhara. Kwa hivyo kuondoa madhara yake, dafu dhararuhu, kuondoa madhara yake. An ukala bil asali, ni vizuri iliwe kwa asali. Fayatadilu, basi hufanya mambo kiasi, hufanya mambo kwa kiasi. Fayatadilu, hufanya mambo kwa kiasi. Wayafalu kafiilihi fi swaifi, na hufanya hiyo ndizi kama inavyofanya wakati wa joto. Hufanya kama inavyofanya wakati wa joto. Yani utakapokula ndizi bila asali, kwa asali, hufanya mambo kwa kiasi. Yani mambo yake yanakuwa ni ya wastani, yanakuwa ni ya kati na kati. Wayafalu kafiilihi fi swaifi, na hufanya kazi kama inavyofanya kazi wakati wa joto. Lakini wanasema wa huwa yukalu qabla taami, na ndizi inatakiwa iliwe kabla ya chakula. Wa huwa yukalu qabla taami, ndizi inatakiwa iliwe kabla ya chakula. Wa ma'ahu la ba'dahu, na pamoja na chakula, sio baada ya chakula. Yani ndizi inatakiwa mtu ale kabla ya chakula, au ale ndizi pamoja na chakula. La ba'dahu, sio baada ya kula chakula ndio mtu akala ndizi. Kwa nini? Fayakunu thaqilan, kwa sababu inakuwa nzito, inafanya mmeng'enyo kuwa mgumu ule wa chakula. Yani ukila ndizi baada ya kula chakula, ule mmeng'enyo wa chakula unakuwa mzito, unakuwa mgumu. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya faida za ndizi. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.